Karibu tena mtazamaji, shukran za dhati kwa kuzidi kufuatilia TV47 habari, na iwapo ndo mwanzo unaungana nasi, sasa tayari tumeingia katika sehemu yetu ya mjadala Jumatatu hii ya leo, tukiangazia uhuru wa vyombo vya habari, ambapo tunapiga darubini hali ilivyo katika ukanda huu wa Afrika Mashariki, ambapo tumeona hali ya sitofahamu ikishuhudiwa katika mataifa ya hapa Kenya, Tanzania na hivi majuzi katika taifa la Uganda. Na hivyo basi, katika kutusaidia kabisa kuelewa, kuchanganua na kudadavua masuala hayo, studioni ninaungana naye Ken Bosire ambaye ni mwanachama wa Kenya Editors Guild. Karibu sana Bosire studioni. Asante sana. Na baada ya muda usio kwa mrefu tutakuwa tunaungana naye katibu mkuu wa Kenya Union of Journalists ambaye ni Eric Oduor. Anasema kwamba hayuko mbali sana, hivyo basi tunatumai kwamba atakuwa akiungana nasi baada ya muda usio kwa mrefu. Lakini wewe mtazamaji, unapata nafasi kuchangia kwenye kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii. Kwenye mtandao wa YouTube tuko live, ni TV47 Kenya. Unatuma ujumbe wako mfupi pale, vile vile unaweza kutupigia simu. Bila shaka tutakuwa tunaweka laini zetu wazi tupate kusikia hisia zako. Wewe kama mwanahabari, labda wewe kama mwananchi wa kawaida, vile vile tueleze hisia zako ni zipi kuhusiana na uhuru wa vyombo vya habari, na ni wapi tunaweka mipaka wakati ambapo tunazungumzia uhuru huu. Asante sana. Na nitakuwa naanza na swali hilo Bwana Bosire, kuhusiana na uhuru wa vyombo vya habari. Tunaweka wapi mipaka wakati ambapo tunazungumzia uhuru wa vyombo vya habari? Kwa sababu unajua kuna wakati mwingine tunaweza kusema uhuru umepita mipaka na wakati mwingine uhuru hujapita mipaka. Kwa hivyo tunaweka wapi mipaka? Kwanza asante sana kwa kupata hii nafasi ya kuongea juu ya uhuru wa waandishi wa habari. Hii ni muhimu sana kwa sababu katika nchi zote uhuru wa waandishi wa habari ni lazima, ni mzuri, lazima ifanywe kazi. Kwa sababu waandishi ndio wanasimama katika mahali pazuri kusema mambo yote yanafanyika katika jamii. Wao ndio kama kioo ya kuonyesha vile jamii inaendelea. Na kwa hivyo ni lazima tuheshimu hiyo, tuheshimiane, kila mtu ajue nafasi yake. Na kwa sababu ningeanza kwa kusema vile katika kanda zetu za Afrika Mashariki, hiyo uhuru wa waandishi wa habari imekuwa ni kama inaendelea kudidimia wakati mwingi. Inatokana na sababu nyingi. Moja yao ni wale wako kwa wanatawala, wale wako na mamlaka wanajaribu kugandamiza mambo ingine isitokee. Ya pili ni kwamba kuna mambo yanaitwa undani wa kazi na maadili tunayofuata. Ile mazingira tunafanyia kazi imekuwa imedidimia kwa muda mrefu. Waandishi wa habari wengi wazuri wamewatoka, na kwa hivyo kuna mambo yote hiyo inasemwa kutoka nje na ndani. Kuna changamoto mingi sana, na ndio hiyo imechangia kwa mambo mingi ya kudidimia kwa uhuru wa habari. Na hiyo ni kitu kama inafanya tunashtika sana, kwa sababu hiyo ni lazima kwa community yoyote ambayo inatakiwa kujua mambo yake. Ni lazima uhuru wa habari ulindwe, kwa sababu watu wa habari ni watu wa muhimu, vile nimekuwa nimesema. Kwa hivyo, lakini hakuna kazi ambayo haina mipaka. Kila kitu kwa maisha lazima ikuwe na mipaka. Haiwezi kuwa kila mtu anachangamka, because lazima tufanye ile kitu inaitwa balance. Mali unafika mpaka wake ndio unaanzia, ndio tuheshimiane na tuelewe mazingira yale tunakaa na ni vipi vitu vinaendelea. Kwa hivyo hiyo uhuru imechangiwa kudidimia kwa mambo mingi, kupoteza kwa maadili naenda nchini, na viongozi wengine ambao hawataki mambo ingine itokelezee. Na vile nimesema, hiyo uhuru wa habari inachangiwa na mambo mingi sana. Kwa sisi kama waandishi wa habari, na kwa mazingira tunafanyia kazi, na wale wako nje. Na kufuatana na mambo ya dijitali imeleta mambo mingi, ujui mambo gani mzuri na mambo ile haijathibitishwa kabisa. Bila shaka. Asante sana kwa kauli hiyo, na nitakuwa sasa namshirikisha Eric Oduor ambaye ni katibu mkuu wa Kenya Union of Journalists. Ameungana nasi nilivyokuarifu awali mtazamaji. Bwana Oduor, karibu sana. Tayari umepata, tumeanza mjadala na tunaangazia uhuru wa vyombo vya habari, ikizingatiwa kwamba ni matukio ambayo tumeshuhudia katika siku za hivi karibuni hapa nchini Kenya, katika taifa jirani la Tanzania, na vile vile hivi majuzi katika
taifa la Uganda. Na swali ambalo ningelielekeza kwako ni hilo hilo ambalo nimelielekeza kwake Bosire, kuhusiana na mipaka ya uhuru wa vyombo vya habari inafika wapi? Asante sana kwa kunialika ili tuweze kuzungumzia hili jambo la uhuru wa vyombo vya habari na wanahabari na vile wanavyofanya kazi yao. Bila shaka kuna mpaka ambayo inaongoza wanahabari vile wanavyofanya kazi yao. Kama mwenzangu Ken alisema kwamba kuna kanuni na mwongozo ambazo zimetolewa na sheria. Ukiangalia hapa Kenya, kuna ile mwongozo ambayo inatolewa na ile halmashauri ya Media Council ambayo inatoa mwongozo vile waandishi wa habari wanapaswa kufanya kazi yao na maadili, na vile pia mambo ambazo wanafaa kufanya na zile ambazo hawazifai kufanya. Ukiangalia ile sheria ya wanahabari iliyopitishwa mwaka wa 2013 inaangazia yale ambazo vile wanahabari wanapaswa kufanya kazi yao. Pili, kuna hili jambo ambayo inaitwa kuwajibika. Unapata kwamba watu wanataka kufanya kazi, lakini ukiwauliza swali wanaona ni kama wanahabari wanaingilia kazi yao. Na hiyo ndio ileta shida kubwa kati ya wanahabari na serikali katika ili kanda la Afrika Mashariki. Ukiangalia kule Tanzania walipokuwa wakifanya uchaguzi wao mwaka jana, wanahabari hawakuwa wamepewa ruhusa ya kufanya kazi yao vile inapasavyo, kwa sababu walikuwa wanaangazia vile watu wanapiga kura na vile pia wizi wa kura ulipokuwa inaendelea, na vile kampeni vile upinzani ilinyimwa nafasi ya kufanya kampeni na pia kuwa na uhuru wa kuomba kura. Na uliona kwamba serikali ilijitokeza na kuwashika na pia kuwazuia wanahabari kufanya kazi yao. Kule Uganda pia ukiangalia yaliyotendeka juzi, ambapo chombo cha habari kilifungwa pale ya NTV na ile ya Spark TV pamoja na gazeti la Daily Monitor, pia kulingana na ile habari ambayo walipeperusha, wakijaribu kuangalia vile nchi ya Uganda inavyoendeshwa na mkuu wa jeshi ambaye pia ni mtoto wake rais wa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni. Na ni kama serikali haikufurahia ile kazi ambayo ilikuwa imefanywa na wanahabari kule. Na hapa Kenya pia tumeona kila mara tukiwa na mvutano kati ya wanahabari na serikali na pia wanasiasa, iwapo wanahabari wanauliza maswali ngumu. Ile vile nilisema ya kwamba kuna uongozi mbaya na pia uongozi nzuri, na kazi ya wanahabari ni kuhakikisha kwamba kuna uongozi mzuri ambao inaleta manufaa kwa wananchi, na pia wale ambao walipewa nafasi za kuongoza wanaweza kuwajibika, wanaweza kueleza wananchi ni nini wanafanya. Na pia kama kuna uongozi mbaya, pia ni jukumu la wanahabari kusema ya kwamba mambo haendelei vizuri, na utapata kwamba hizo zikifanyika hivyo ndio serikali ama wanasiasa ama wafanyabiashara wanajitokeza na kuanza kuona vile wanaweza kurudisha sisi nyuma pale tulitoka. Ukiangalia historia ya Kenya na pia vile tuliweza kupata uhuru na pia vile tuliweza kupata unasema uvumo wa vyama vingi, wanahabari walipigania sana kupata hiyo nafasi kwa sababu walikuwa wanauliza maswali ngumu wakati tulikuwa na ile utawala wa kiimla ya KANU, na wanahabari waliweza kuchangia kwa kuletwa uhuru na pia huo mfumo wa vyama vingi vya kisiasa humu nchini. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna wale wanasiasa ambao bado wanafikiria wanaweza kuturudisha kule ambapo tulitoka, na hivyo ndio unaona pata kwamba kuna huo mvutano kati ya wanahabari na serikali na wanasiasa. Naam. Shukran kwa kauli hiyo. Nirejeshe kwako Bosire. Tunapoangazia matukio hayo katika mataifa haya ya ukanda wa Afrika Mashariki, hapa nchini Kenya, Uganda na Tanzania, tumeona kila wakati ambapo kuna mvutano ni serikali ambayo ina vikosoa vyombo vya habari hadharani. Kwa hivyo wakati ambapo tunashuhudia matukio kama haya katika karne ya sasa hivi, tulipo sasa hivi, inaashiria nini? Kwamba uhuru wa vyombo vya habari unaimarika au sasa ndo unazidi kudhoofishwa zaidi? Naam, inaonekana kutokana na viongozi ambao hawataki kuwajibika. Wanaendelea, kaudi yao kubwa ni kujaribu kudhoofisha na kuficha maneno ndio wasimulikwe kwa ile mambo wanafanya ya kisiri ambao sio mzuri kwa jamii. So hapa Afrika Mashariki, vile nilikuwa nimesema mwanzo, kuna ripoti zinaonyesha ile ripoti za juu ya uhuru wa waandishi wa habari na utoleaji wa hiyo maneno ni kwamba inaendelea kudhoofika.
na ni kwa sababu ya viongozi wale wako huku wamezoea, walikuwa wametoka kwa culture ambayo haikuwa ni ya uwazi, na hiyo ndio wataki. Na kwa sababu ya mambo mingi imefanyika, wengine wanachukua hii mambo yanaitwa dijitali, wanaanza kusema kila habari inatokelezea, kwa sababu kuna habari gushi mingi zinatokelezea kwa mitandao. Wanajaribu kujificha hapo ndani ndio wasiambiwe maneno, lakini ni kwamba ni wazi jamii yoyote ambayo inaweza kuwa wajibika, inafanyia wananchi wake kazi, ukiwa kwa space ile inaitwa kwa public, lazima uwe unawajibika, kwa sababu hiyo kazi unafanya kwa sio binafsi, unafanyia wananchi. Kwa hivyo sisi katika kanda ile la Afrika ya Mashariki, hasa nchi hizi tatu, Uganda, Kenya, majirani wote, inatakiwa tuwe tunaheshimu, kwa sababu uhuru wa wanahabari sio tu kwa maadili, sio tu kwa taaluma, imewekwa kwa katiba ile inalinda hiyo uhuru, na hapo inasema vile tunaweza fanya, na watu wanafanya kazi ya waandishi wa habari ni watu wamesoma taaluma hiyo, wanajua vile ya kuwajibika. Kwa hivyo ni vigumu sana na ni hatia kwa mtu yeyote ambaye kuja kuambie hapa nataka ufanye vile nataka. Na ule mtu yeyote anataka, viongozi wote wanataka waandishi wa habari waanze kuwasifu, hapo kuna shida. Kazi yetu ni kumulika na kusema ukweli, na hiyo ukweli lazima tusingatie, na ukweli nauma kwa wengine. Ndio unapata wanakasirika, wanajaribu kutumia nguvu zao kwa zile hawana, karibu kugandamiza waandishi wa habari. Naam. Na Bosire, kuna baadhi ambao watasema kwamba wanahabari wanahisi kana kwamba uhuru wao unadhoofishwa kwa sababu wakati huu wana ule uwezo wa kusema kupitia hata vyombo vya kidijitali ikilinganishwa na hapo awali, ambapo wananchi ikifika ni saa moja watasubiri hadi runinga ya KBC itakapotoa matangazo yake. Nakumbuka matangazo yale ambayo yanatolewa ni yale ambayo yamedhibitiwa, ile kwa Kiingereza tunasema ni gatekeeping. Sasa hivi hakuna kitu kama hicho. Iwapo sisi kama habari tutafanya hiyo gatekeeping, basi wananchi watapata hizo taarifa kupitia njia nyingine za mitandao. Huenda wakapata taarifa hizo kupitia mtandao wangu mimi kama mwanahabari, au kupitia mtandao wa mwanaharakati, au kupitia mtandao wa mwananchi mwingine ambaye anafanya kile ambacho tunasema ni citizen journalism. Kwa hivyo huenda ikawa ni kwa sababu ya uhuru huu uliopo sasa hivi ndio maana labda wanahabari wanahisi kwamba uhuru wao unadhoofishwa. Sidhani kama ni hivyo, kwa sababu kama kwa taaluma yetu ni lazima tumefunzwa vile ya kusahihisha habari, kujua ni ipi inatokana na ukweli na ipi gani inapeperushwa bila kuangaliwa. Ile kitu imefanyika sisi ni kwamba tulikuwa tumezoea, sisi ndio tunasema vile habari, tunachagua habari ile inapelekwa kwa wananchi. Ilikuwa ni kutoka juu kwenda chini. Lakini sasa kwa sababu kwa democratization ya habari na information, siku hizi ni ule audience ndiye anasema nataka habari hii, nataka uniambie kwa ukweli hivi na wakati huu. So kila wakati vile tunatembea, habari inakuja kwa vile inatakiwa kukuja, vile inafanyika. Kwa hivyo ingojee mpaka mtu aisahihishe, uipapase vile unataka, inakuja. Kazi yetu ni kusema kutoka hapa ni gani inafanyika, ni nini maana yake, ni nini. Hiyo ndio sasa imekuwa ngumu, na kama hatujaelewa kabisa sisi wenyewe inatupatia matatizo kidogo. Kama hatuwezi eleza juu zaidi kusema vitendo imefanyika, ni ipi itaweza kutu affect sisi kama wananchi. Naam. Yes. Oduor, mtazamo wako ni upi kuhusiana na kudhoofishwa na kutodhoofishwa kwa uhuru wa wanahabari, tukilinganisha miaka ya hapo awali, wakati ambapo taarifa ambazo tunapokea saa moja juu ya alama ni taarifa ambazo zimepitia mikono mingi sana kabla ya kuwafikia wananchi, taarifa ambazo pia zina nguvu nyingine kubwa sana nyuma kabla ya kuwafikia wanahabari. Tukilinganisha miaka ya hapo awali na miaka ya sasa ambapo tuna mitandao ya kidijitali, unahisi kwamba tumedhoofishwa sasa hivi au awali ndio ilikuwa mbaya zaidi? Mimi sioni kama kuna udhoofu katika uhuru wa wanahabari. Utafiti ulifanywa juzi na ikaonyesha ya kwamba bado wananchi ama Wakenya wanaamini yale
ambayo yanafanya ile kazi ambayo inafanywa na wanahabari, ile inaitwa legacy media. Sasa kama TV47 wanahabari hata wakingojea mpaka saa moja, lakini utapata kwamba wanaamini hilo taarifa ambayo inatolewa na TV47 kulingana na ile habari ambayo wamesoma katika mtandao wa jamii. Kwa hapa sasa hivi kama saa moja kwa mfano, ukienda katika zile maeneo ambao watu wa maburudani, utapata kama muziki imesimamishwa, haichezwi, watu wanatazama habari. Hiyo inamaanisha kwamba bado watu wako na amani katika zile habari ambazo zinapeperushwa na vyombo vya habari ambavyo zinahalilishwa, kulingana na ukilinganisha na wale ambao wanategemea habari kutoka mitandao za jamii. Pili, ningependa kusema ya kwamba uhusiano kati ya wanahabari na serikali ama viongozi wa kisiasa ama wanabiashara inafaa iwe ni ile ya vute ni kuvute. Wakati unapoona mwanasiasa anasifu mwanahabari, vile mwenzangu Bosiri amesema, inamaanisha kwamba hapo kuna tatizo ama kuna shida kubwa. Ukisikia mwanasiasa ama serikali wakilia kulingana na ile habari ama kazi ya wanahabari, inamaanisha kwamba wanahabari ama vyombo vya habari wanafanya kazi yao vile inavyofaa. Maanake uhusiano ya wanahabari na viongozi ama serikali inafaa ile ya kikazi, si ile urafiki ya unipende na mimi nikupende. Inafaa iwe ni uhusiano wa kikazi. Wewe ni mwanasiasa ama wewe uko katika ofisi ya serikali, unataka kutoa habari, unataka ili uweze kupeana habari peperusho kwa wananchi. Hiyo ndio inafaa iwe ni uhusiano, sio ile uhusiano inakuja alafu tunaanza kuchekacheka na wewe tunakuwa marafiki mpaka unapata kwamba saa zile nimekukosoa unaona kama kuna shida, unakasirika kwa sababu uliona ile urafiki iliyoko kati yako na mimi kama mwanahabari, na wewe uko katika ofisi ya serikali ama wewe ni kiongozi wa kisiasa. Ulidhani ya kwamba tukikuwa marafiki sitaweza kuangazia yale ambayo unafanya, kwa sababu kazi ya wanahabari ni kumulika na kuweka mwangaza kule ambapo hakuna mwangaza, ndipo watu waweze kuona ni nini inaendelea. Lakini tukiwa na giza pale na wanahabari wakose kuweka mwangaza pale watu waweze kuona, basi utapata kwamba kutakuwa na ufisadi itaendelea katika maofisi mbalimbali. Utapata kutakuwa na mauaji, utapata kama watu wanachukua sheria katika mikononi mwao, na basi unapata kwamba sasa tunaweza kuwa na tension baina ya kati ya wananchi na serikali, kwa sababu kuna shida iliyoko. Wanahabari hawawezi kuunganisha, kwa sababu kazi ya wanahabari ni kuunganisha wale viongozi walioko katika ofisi za serikali ama zile wamepewa nafasi za kuongoza na kuwaunganisha na wananchi ambao wanawaweka katika hizo maofisi. Na ukipata kwamba wanahabari hawafanye kazi hiyo, ndipo utapata ya kwamba mitandao ya kijamii wanachukua hilo nafasi na wanajaza hilo pengo, kwa sababu wanahabari hawafanye kazi yao. Lakini wanahabari wakifanya kazi yao sawa sawa, ambapo ninakuja na ngoja saa moja ifike nikuje nitazame habari katika runinga ya TV47 na natazama habari ya kwanza naona ni dhaifu, ya pili, ya tatu naanza kujiuliza swali, hao wanahabari wa TV47 wanajua kazi yao kweli? Lakini nikikuja hivi nione habari ya kwanza ni ile moto unajaribu kuangazia yale ambao yananihusu mimi kama mwananchi, basi utapata ya kwamba hata ukiniambia ningojee saa 3, tangojea saa 3, kwa sababu najua sitapoteza muda wangu kungojea paka saa 3. Badala ya kusema kwamba wacha nende nitafute habari katika mitandao za jamii ambazo hazijapitia ile process ya kuhakikisha kwamba ni habari ya ukweli na pia ni ya maana na yananihusu na pia naweza kubadilisha maisha yangu. Naam. Yeah. Shukran sana Oduor. Mtazamaji, ni kukumbushe kwamba hapa studioni tunaangazia uhuru wa vyombo vya habari. Leo ninao wanahabari wenza, ambapo tunazidi kupiga darubini hali halisi katika mataifa ya hapa Afrika Mashariki, hapa Kenya, Uganda na Tanzania, tukiangazia iwapo uhuru wa vyombo vya habari unadhoofishwa au vipi, tukizingatia matukio ya hivi karibuni. Unaweza kuchangia kwenye mitandao yetu. Facebook tuko live TV47 Kenya, na vile vile kwenye mtandao wetu wa YouTube tuko live. Pia ukipata nafasi unatupigia simu hapa studioni, bila shaka maoni yako tutakuwa tunayapakua. Sasa nirejeshe hapa studioni kwako Bosire. Tunazidi kuangazia jinsi ambavyo au mipaka iliyopo kati ya uhuru wa vyombo vya habari, na kuna baadhi ya vyombo vya habari ambavyo
wakati mwingine vinakosolewa na serikali au viongozi walio serikalini hadharani. Kwa hivyo hali hii sasa inapokuja kwenye macho ya umma, vyombo vya habari au mwanahabari binafsi, an individual, anapokosolewa na kiongozi serikalini, anahisi vipi? Na je, hii kukosolewa hadharani kunamfanya yule mwanahabari kuwa na uoga na sasa inakandamiza au inapeleka chini ile ari yake ya kutoa habari zilizo sahihi? Kweli vile mwenzangu alikuwa amesema Eric, ni kwamba ile kitu sisi tuko nayo ni taaluma yetu vile tumesoma, na tuna wale wanatusikiza, wasikilizaji wetu, watazamaji wetu, kuna kitu wanatafuta. Tunaweza kutuamini. Kama tunaaminika, hiyo ndio kitu muhimu sana kwa mwenye habari. Ile habari unasema, usemi kwa woga, usemi kwa sababu umeambiwa useme vile. So ukipoteza uaminifu, hata kama ukisema nini, unakuwa unapoteza kwa wananchi, because wale watu wanafanyia kazi serikali, kazi yao ni kufanyia wananchi kazi, na sisi kama waandishi wa habari ni kumulika hizo, kuangalia vile kama wanafanya kazi, inafanya vile ilikuwa inatakiwa wafanye. Kazi yetu ni kufanya mwananchi, msikilizaji wetu, wateja wetu wajue hii inafanyika, na ikifanyika ni hivi, iko na manufaa kwetu. Kwa hivyo ile kitu muhimu, tuzingatie taaluma zetu, ufanye kazi bila kuogopa. Saa zingine unafanya kazi kwa sababu labda ule mwegezaji amekwambia ufanye hivi. Kwa hivyo wewe ukifuata kazi yako kama mwandishi wa habari, uaminike, wananchi bado hakuna haja ya kuogopa, kwa sababu hii kazi yetu iko na mambo zake. Naam. Lakini Bosire, niulize, tunaposema kwamba wanahabari wafanye kazi bila kuogopa, je, kuna sheria ambayo inawalinda wanahabari? Tunajua kuna Media Council of Kenya, lakini katika siku za hivi karibuni na hata hapo awali, kuna baadhi ya wanahabari ambao wamefanya taarifa zao wakawa wanatishiwa labda na serikali, labda na watu wengine, lakini tunaona kwamba wengine hata wanapotea, kwamba wanatoka nje ya nchi, wasiwahi kurejea tena. Kwa hivyo wakati ambapo mwanahabari anajua kweli ninachokifanya, ninazingatia taaluma yangu, lakini unashinda ukikosolewa na serikali, unashinda ukifuatwa na viongozi walio serikalini, je, utahisi vipi kwamba uko salama ili uzidi kutoa taarifa hizi? Usalama ni muhimu. Tunasema katika taaluma yetu hakuna story ile itakwenda kufanya ukufe, kwa sababu lazima uishi ndio uweze kusema story. Kwa hivyo kuna hiyo uoga hiyo ni natural kwa binadamu, lakini pale kinga yako ni zile sheria na kuna zile organizations zinajaribu kukusaidia, kwa sababu ukipata hivyo lazima useme. Ule usemi unasema niko hivi. Kama KUJ inatetea, inakuja, sio hauko peke yako, ujue ukizingatia ukweli hauko peke yako, lakini ikizidi mahali fulani zile organization zinakusaidia ndio usiumizwe, lakini utakuwa umesema ukweli. Kuaminika ni lazima, kwa sababu ukisema ukweli bila kupendelea chochote, unasema kwa sababu ukiona watu wa serikali ama watu wale wako na mamlaka wakikasirika, ni kwa sababu umewaguza mahali wanatakiwa kuguzwa. Wameguzwa mahali hawataki kuguzwa. Kwa hivyo kuna ile balance, unajua ikifika hapa naweza kuumizwa mwenyewe. Unajua ni vipi, kwa sababu ndio tunasema wewe mwanahabari umefunzwa kujua ni wakati gani umekanyaga moto, na hiyo moto vile utatoka na utumie vile vyombo na wenzako wakusaidie kusema. Lakini ukweli huwezi kujificha, huwezi kunyamazishwa, kwa sababu hiyo kazi yetu inakuja, what we call is part of the territory. Unaelewa, nikienda hapa ni kama uingie kwa jikoni, unajua kuna moshi. Lazima hiyo moshi itakushika, lakini kikuzidia lazima ukanyage nje, utafute oxygen ile ya kujaribu ndio survive. Naam. Nisikia maoni yako Oduor. Unadhani kwamba mashirika ambayo yamejukumiwa na kutetea haki za wanahabari hapa nchini Kenya yanafanya kile ambacho yanastahili kufanya? Kwanza wanafanya kwanza wamezidi vile wanavyofanya kazi. Na kwanza ningependa kukosoa wanahabari. Maanake utapata kwamba hizi mashirika na vyama vya kutetea haki za wanahabari wanafanya kazi sana, lakini unapata kama wanahabari wenyewe
hawaandiki habari hizo ili watu waweze kupata. Utapata siku moja unauliza kwamba mimi kama katibu mkuu wa chama cha kutetea wanahabari nitakapoita kikao na wanahabari na kiongozi wa mwanasiasa aite kikao na wanahabari same time. Mimi nataka kuongea uhuru wa wanahabari na huyo mwanasiasa anataka kuongelea mambo ya CDF katika constituency yake. Utapata wanahabari wote wataenda kuangazia na kumpatia nafasi za kuzungumza na constituency yake, na mimi nitaachwa kama niko peke yangu. Na ukiangalia yale mambo, hata ukienda katika mahakama, tutafanya kazi nyingi sana katika mahakama, ambapo tunapata mahakama wanatoa mambo mengi sana ya kulinda wanahabari. Pili, wanahabari wako na sheria ya kuwalinda ulivyouliza ya kwanza, kwa sababu kwanza wanahabari pia ni wa Kenya, na ni jukumu la serikali na kuhakikisha kwamba Mkenya yote ana usalama na amelindwa, na kama kuna mtu yote ambaye anatishia maisha yake, hatua kisheria inachukuliwa. Na ikizidi, huwa tunasaidia kuhakikisha kwamba labda tunawatoa humu nchini, tunawapeleka mafichoni, mahali ambapo wanaweza kuwa na usalama, ili warudi baadaye kama mambo labda imerudi chini kidogo. Tatu, si baya kukosoa wanahabari. Wanahabari pia ni binadamu, unaweza kupata kwamba labda alikosea, lakini sheria iko vile wanahabari wanapaswa kukosolewa. Tumeona mambo ya vile uliuliza kwamba unapata kama serikali, walioko kwa serikali ama viongozi wa kisiasa wakijitokeza hadharani kukosea wanahabari na pia kusema kwamba wanahabari wanachochea wananchi. Kuna ile tume ambayo ilibuniwa ambayo inafaa kupokea malalamishi dhidi ya wanahabari na vyombo vya habari, inaitwa Media Complaints Commission. Ilibuniwa maanake sheria iliona ya kwamba inaweza kuwa na wakati ambapo wanahabari wanaenda kinyume cha sheria ama wanatumia vibaya hiyo uhuru wa wanahabari. Hata kwamba kuna mwanahabari ambaye anatumia vibaya uhuru wa wanahabari, basi uko na nafasi ya kupeleka malalamishi katika Media Complaints Commission na hatua imechukuliwa. Tuliona kwamba hapo mbeleni aliyekuwa rais kitambo Uhuru Kenyatta, kuna gazeti moja ambayo ilichapisha habari ya uongo juu yake, lakini alisema mimi kama rais nataka kuangalia kama hii sheria ya kweli inafanya kazi. Alipeleka malalamishi yake katika Media Complaints Commission, alipata haki. Manake hilo gazeti lilipatikana ilienda kinyume na ile muongozo iliyotolewa ya wanahabari na wakapigwa fine. Kwa hivyo kukosea wanahabari sio mbaya. Shida ni vile ambavyo viongozi wanakosoa wanahabari, wanajaribu kuchochea wananchi waweze kuvamia wanahabari, na wanajua ya kwamba kuna sheria ambayo inalinda wanahabari na pia inalinda wananchi na hata viongozi wenyewe, ambapo ukipata kwamba kuna vile walitumia mamlaka yao vibaya kama wanahabari, basi unaruhusiwa kupeleka malalamishi katika Media Complaints Commission na tunahakikishia kwamba utapata haki. Na sasa kwa sababu tumebakisha miezi michache, miezi takriban 13 kabla ya kuingia uchaguzi mkuu wa mwaka 2027, bila shaka najua ukosoaji huo utazidi hata zaidi kwa wanahabari kutoka kwa viongozi wa serikali, kutoka kwa wanasiasa. Lakini sasa umesema kwamba mashirika haya na vyama hivi vinafanya hata zaidi kutetea haki za wanahabari hawa. Je, wanahabari wale wa kujitegemea freelancers na hawa wengine ambao wanafanya kazi katika vyumba au vyombo vya habari ambavyo ni tajika, wana uhuru sawa? Wana ile tunasema yani vyama hivi ambavyo vinastahili kutetea haki zao vinatetea wanahabari wa kujitegemea sawa na jinsi ambavyo inatetea wanahabari ambao wanafanya kazi katika vyumba ambavyo ni tajika? Yani ukweli kabisa, utapata ya kwamba wale sana sana wale ambao wanapata matatizo mengi ni wale wanahabari wa kujitegemea. Utapata kwamba sisi kama chama cha KUJ inapo tunafanya mkataba ya kuelewana kati ya sisi na chumba cha habari, tunaweka hizo vipengele vya kuhakikisha kwamba mwanahabari anapotoka kwenda nje ana usalama na mwajiri wake ama kampuni inachukua hiyo hatua ya kuhakikisha kwamba usalama wake upo. Na pia kama chama kinacho wakilisha wanahabari na vile vyama vyote kama Media Council, Kenya Editors Guild, huwa tunachukua jukumu la kutetea mwanahabari yeyote ambapo wanafanya kazi.
akipata shida tukuwa tunajitokeza sisi wote, iwe yeye ni mwanachama wetu ama yeye si mwanachama wetu. Ile shida, ile line ama mpaka inakuanga saa zile tunatetea labda mambo kama ya mshahara, hapo ndio unapata kwamba ni wanachama pekee wao ndio wanafaidika. Lakini kule kikazi tuko na hiyo jukumu ya kuhakikisha kwamba mwanahabari yeyote, awe wewe ni freelance au ule mwanahabari wa kujitegemea ama mwanahabari ambaye ameajiriwa na chumba fulani cha habari humu nchini, tunamshughulikia na kuhakikisha kwamba anafanya kazi. Vile mwenzangu alisema kwamba tunataka uandike hiyo habari leo na kesho pia uandike, kwa sababu tunafanyia jamii kazi. Sisi kama wanahabari na pia vyama vya wanahabari, waajiri wetu ama tajiri wetu ni wananchi, ndio tunafanyia kazi. Kwa hivyo kama wewe hata sio mwanachama, hakuna vile tunaweza kupata wewe uko na shida kule nje na tukatae kukusaidia kwa sababu wewe si mwanachama wetu. Yeah. Bosire, labda katika ile hali ya serikali kukosoa yale ambayo yanawekwa hadharani kwa wananchi, inaweza kufanya vipi hivyo bila kuingilia uhuru wa wanahabari? Kwa sababu wakati mwingine kuna mambo ambayo tunayoona mitandaoni ambayo kwa kweli unaona haya si mambo yaliyo sahihi, na ni kutokana na labda ile ambayo tunasema sasa ni citizen journalism. Kwa hivyo serikali inaweza vipi kukosoa vyombo vya habari bila kuingilia kazi yao kitaaluma? Kwanza ni vizuri vile mwenzangu amesema, mwandishi wa habari ana sehemu tatu za kutetewa. Kwa sababu kwanza katiba inamtetea kama Mkenya. Okay. Lazima hiyo, kwa sababu kuna vile vipengee kwa katiba inasema kama wewe mwananchi, kabla hujaingia hata kusema wewe ni mwandishi wa habari, kuna sheria inakulinda. Ya pili, ule amekuajiri na yeye anatakiwa kulinde kwa kimazingira, kwa kazi vile unafanya, akuchunge maslahi yako ya kibinafsi, ndio ufanye kazi ukijua unafanya kazi vizuri. Ya tatu ni zile organization zinakuja kutetea kwa haki zao kama KUJ, MCK, Kenya Editors Guild, zote zinakutetea. Kwa hivyo mwandishi wote wa habari huwa unatetewa wote, sio lazima ukuwe mwanachama wa hiyo kitu. Mwenzetu mmoja akiguzwa, wote tunaguzwa. Tunafanya ile tunafanya solidarity. Lakini tujue that katika hii kazi kila mtu akikuwa akifanya kazi yake, na ile kazi tunafanya sio kibinafsi, it's not personal. Hii kazi unafanya kwa sababu unatakiwa ufanye, na wewe ufanye. Na kwa binadamu unaweza kuwa umekosea, kuna sheria zinasema vile utafuata ile taaluma, vile njia utafuata kutafuta haki zako. Naam. Kwa sababu kama haki zako za binadamu, kama wewe kiongozi umedhulumiwa, kuna njia ya kutafuta haki. Na kama mwandishi wa habari amefanya makosa, kuna njia ya vile kusema amekosoa, na anaweza sema hivi inaweza rekebishwa. Kwa hivyo hii kazi unaona watu wengi wanaingia inakuwa personal. Hapo ndio shida iko. Kwa sababu kila mtu anafanya kazi, hujakuja hapo kufanya kazi kwa sababu ya sura ya fulani, jina la mtu fulani. Unafanya kazi ile unatakiwa kufanya. Na kwa hivyo tukiheshimu sheria, tuheshimu kazi ya kila mtu, tufanye vile tunatakiwa kufanya, tuheshimu sehemu zetu za kufanya kazi. Kama wewe ni kiongozi, ujue kazi yangu ni kufanya hivi. Kama wewe ni mwandishi wa habari, una mwongozo ile na kufanya, ujue vile unafanya. Mahali kuna makosa ama challenge fulani, hapo inatatuliwa kwa kiwazi bila kuwa kia binafsi. Hapo ndio inatakiwa sisi kama Wakenya na wananchi na wafanyikazi na serikali tujue kazi, kuna sheria ile inatulinda, mahali tunaweza tatua matatizo yetu bila kuingiliana kibinafsi na kunitisha. Hiyo ni lazima tuanze kuelewana, na tukishaelewana hiyo maneno, kazi unafanya na wewe unafanya kazi yako, mahali tunakutania ni kwa sababu wote tunahitaji kufanyia mwananchi kazi. Naam. Yes. Ni nini ambacho kinatishia zaidi uhuru wa habari na wanahabari wenyewe? Ni masuala ya kisiasa au ni maslahi ya kibiashara? Zote hizo sasa zimechanganyika. Ndio sasa mahali hali tuko, maslahi ya kazi, mahali mazingira tutafanya kazi. Kama unapata mtu hajalipwa, mtu amefanya kazi ajue ataendaje nyumbani, hiyo inaweza kuchangia kwa kutofanya kazi mzuri. Na kuna serikali na hiyo haitaki, lakini serikali unajua iko na ile jukumu la kuhakikisha mazingira ya kibiashara iko sawa, kwa sababu hiyo ndio ina sheria ya kulinda haki za watu wote.
serikali ina wajibikaji mkubwa kushinda wengine, lakini kila mmoja wetu ako na wajibika, ajue vile kazi yake inafanyika. Kama sasa kuna swala imenisumbua kiasi, imenitatiza kiasi. Wakati tulipokuwa tunasema wakati wa maandamano, waandishi wa habari walikuwa nje, ndio walikuwa naangazia hizo habari kusema vile inafanyika. Wengi waliumizwa na wale waandamanaji waliumizwa. Wote walipoanza kufanya mambo ya compensation, walianza kusema, wakafikiria tu wale wananchi na wajui, wakawacha wanaandishi wa habari nje. Wote ni Wakenya, waliumia kwa hilo hali ya matatizo. Ile usawa ingefanyika na wote waangaliwe nani aliumia kwa ile hali ya maandamano, na yeye afidhiwe, kwa sababu hiyo ndio kusema nchi ambayo inatawala kwa sheria, sio ile inafanya kazi inapendelea sehemu moja na iwache ingine. Kwa hivyo sheria ndio muhimu, sheria ndio inatuweka pamoja na tulinda, na tukifuatana na sheria tutajua nani anafanya mzuri na yule anafanya vibaya, na yule anafanya vibaya kuna njia ya kurekebisha hiyo maneno. Naam. Yeah. Asante sana. Labda kwa kumalizia kwa sababu naona muda kidogo unatukimbiza, Oduor, nisikie kutoka kwako wewe kama katibu mkuu wa chama cha kutetea haki za wanahabari. Sasa tunaingia katika msimu au kipindi cha siasa kali. Labda watarajie nini wanahabari, waandishi wa habari wanapofika pale nje? Wanaimani kwamba vyama hivi, mashirika haya yatakuwa nyuma yao 100%? Yeah, vile nilivyosema hapo mbeleni ya kwamba zingine tunafanya kazi zaidi ya vile watu wanafikiria. Na kwa hivi sasa vile sisi kama chama kinachotetea wanahabari na tukishirikiana na wadau wengine katika hii sekta, tumekuwa tukizungumza, tumekuwa tukiweka makanuni ambazo zitatumia, zile zinaita guidelines ambazo wanahabari watatumia. Na tuna matumaini ya kwamba iwapo tutaanza ile 1 year countdown, ile ambayo itaanza tarehe 10 mwezi wa 8, tutaweza kuyatoa huo mwongozo vile wanahabari watakavyofanya kazi, na pia kuhakikisha kwamba sisi tuko nyuma yao na tutawatetea na tutalinda haki zao wakati tutakuwa tunaangazia mambo ya kisiasa na mambo ya uchaguzi mwaka ujao. Vile nimesema kwamba sisi hatulali, tunakaa na tunaweka mikakati mapema. Kama hivi sasa, wiki 2 zilizopita tulikuwa kule Nakuru, kama uliona tulikuwa kule Nakuru sisi kama Kenya Union of Journalists, tulikuwa na Media Council, Editors Guild na pia mashirika zingine za serikali kama Ombudsman walikuwa kule, Kenya National Commission, Kenya National Integration Commission walikuwa kule, IBC walikuwa kule, ili tuweze pia kuchukua maoni yao, tuweke pamoja na tutoe mwongozo ambazo itatumiwa na wanahabari kuanzia mwezi wa 8. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa vyama mbalimbali katika hii sekta tumejipanga na tumejiandaa vizuri vilivyo, na tutatoa mwongozo vile wanahabari watakavyofanya. Unajua kwamba pia tumeandika ile mkataba wa kuelewana kati ya wanahabari na IBC, na tulisisitiza kwamba that IBC lazima pia watumie sheria kulinda wanahabari na wananchi, ile wanaita Electoral Code of Conduct. Wala juzi walipokuwa wakizindua strategic plan kule KICC, jaji mkuu Martha Koome alisema ya kwamba IBC wako na vifaa ambavyo wanaweza kutumia kuhakikisha kwamba ghasia katika hii uchaguzi haifanyiki. Na tunafikiria tuna matumaini ya kwamba IBC watatumia Electoral Code of Conduct kuhakikisha kwamba yule mwanasiasa atakayepatikana akitumia ghasia dhidi ya wanahabari ama mwananchi yote wachukuliwe hatua ya kisheria na wazuiliwe, ili wasisimame ama wawanie kiti chochote cha kisiasa mwaka ujao. Kwa hivyo nikimaliza ni ya kwamba wanahabari wasikiwe na wasiwasi. Sisi tumejipanga na tumejiandaa vilivyo vile tutaangazia na kulinda haki zao wakati tunaangazia mambo ya uchaguzi. Asante sana Oduor. Bosire, kauli yako ya mwisho tunapomalizia, labda tuangazie mustakabali wa vyombo vya habari na wanahabari wenyewe. Tunaona vipi about the future of journalism and the freedom of media? Kwa kusema kweli, vile tumesema ni wakati wa siasa. Watu wanakuwa ni kama wanashikwa na kichaa, hawafanyi mambo vile natakikana ifanyike, kwa vile wanatafuta hizo kura. Vile itaanza vile mwenzangu Eric amesema, vile mashirika yote yashirikiane, tujue kwanza
tukienda hii uchaguzi, kuna waandishi wengi ambao wako young journalists ambao wanaenda cover hii election kwa mara ya kwanza. Ni kwanza kuwatrain kujua vile wanatakiwa kufanya, waelewe mazingira ili wanaenda kufanya, wajue ni vipi, wajue kwa sababu security ya mwandishi yoyote inaanza na wewe. Kutrainiwa vile unaweza fanya, upate zile mbinu za kukua kuwe mwandishi wa habari ambaye anaelewa kazi yake, unaongozwa, unajua mahali ukipata na shida ule utaenda wapi. So hizo structures lazima zitawekwa. Tujue tena kama sisi wa Kenya Editors Guild tunaingia, tunaanza kutrain watu, tunaambia wale sisi tumekuwa kwa hiyo tumecover election, tunaweza kuwapatia ile kitu inaitwa mentorship, vile ya kufanya. Tujue hii kazi sio ya mtu fulani binafsi, sote tushirikiane na ile mashirika ingine, tujue mali tunaweza fanya hii, kwa sababu nchi hii ni yetu na wote ni sisi ni wa Kenya, na lazima tuchunge ile taaluma yetu na tuchunge nchi na habari tunaeneza ikuwe ni habari ile imekuwa verified. Tunajua ikikuja tunaelewaka na tuna maana mzuri kwa kazi yetu. Hiyo ni lazima kama sisi tuanze kushirikiana mapema. Right. Asante sana Ken Bosire, ni mwanachama wa Kenya Editors Guild. Shukran sana Eric Oduor kwa kuungana nasi studioni, ni katibu mkuu wa Kenya Union of Journalists. Asante sana kwa mtazamaji kwa kufuatilia kipindi, na kwa wote ambao wamefanikisha mazungumzo haya na taarifa hizi kwa jumla, ninasema asante sana. Nimekuwa wako Andrin Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara si mwingine ni Catherine Simaloi. Uwe na usiku mwanana.